Kwani kipi ambacho kinashindikana Tamari? Mimi nimeshakamilisha, kwani nimeshafika, nimejitambulisha vizuri. Wewe ndio unaletea ugumu. Mimi mtoto wa kiume. Sijui unaelewa, na hisia pia. Kwani si kitu ambacho tunakifanya wawili tu. Wawili ambaye yeyote hawezi kujua. Mwisho wa siku mimi nabaki kuwa wako vile vile. Lakini unanisumbua Tamari. Leo. Kwani ile mambo mara ngapi tumeongea mimi na wewe? Tushakubaliana mpaka tufunge ndoa, ndio hayo mengine yatafuata. Kwa nini leo unanibadilikia? Mimi mtu mzima, kuna vishawishi, ninapatwa na hamu. Sikiza nikwambie, mimi siwezi kubadilisha msimamo ambao nimejiwekea, nimelelewa kwenye hiyo imani toka mdogo kwa sababu ya kukulizisha wewe. Kumbuka kuna Mungu ambaye afichwi na lolote. Anaona popote pale. Na hilo kwako likoje? Tamari, mimi hapa unaona kama unanivuruga. Yaani swala la hii mimi na wewe unaanza tena kumuingiza Mungu. Mungu sasa unamuingiza wapi hapa? Mungu unamuingiza wapi? Ni swala la mimi na wewe tu. Mimi nimekuahidi lazima nikuoe. Sasa kipi ambacho kinaleta vikwazo tena hapo? Mimi nachoka bana. Kwa nini umebadilika kiasi hicho? Mimi siwezi kukulizisha kwa hivi ambavyo unataka. Na hilo swala unalosema umekuja kwetu kujitambulisha. Bado hatujahalalishwa. Tunatakiwa tuhalalishwe, hayo mengine yote yatafuata. Kwa nini unabadilika kila siku? Au Tamari, kuna mtu una mipango naye mwingine tofauti na mimi. Sasa unamaanisha nini? Sielewi. Ina maana umefikia kusema mimi inawezekana nikaa na mtu mwingine. Huyo mtu mimi namtoa wapi? Na nakuombea kila siku Deo upate riziki ili upate kutimiza yale ambayo tumeahidi. Leo unaniambia nimepata mtu, huyo mtu mimi namtoa wapi? Hakuna mtu yote ambaye unamfikiria. Huwezi. Hauwezi. Okay, mimi pia siwezi. Siwezi kuvumilia. Itaniumiza. Itanitesa sana. Wewe umesema huwezi. Okay. Baki. Vipi tena? Wangu za miguu choka. Ya basi kitu. Dada. Naongea na wewe huko. Mbona umekuja umenyongea, unabuza miguu? Shida ni nini? Wewe acha tu. Leo alikuja hapa kunifuata, akaniambia na mazungumzo muhimu sana na mimi. Tumeenda hapo nje kuongea, lakini huwezi amini alichoniambia. Amesema anihitaji tena kwenye maisha yake. Muachane. Na sababu yenyewe eti ni kwamba ananihitaji kimwili. Na mimi kwa sasa sipo sawa. Tulishakubaliana kabla kuingia kwenye mahusiano haya kwamba hatutakutana kimwili mpaka tufunge ndoa. Lakini nashangaa mzongo amebadilika kupita kiasi. Amekuwa mkali kama mbogo. Dada, hebu niambie ukweli. Sababu ni ipi haswa? Wewe ni ndugu yangu, sina sababu nyingine. Na ningekuwa na sababu ningekwambia mapema sana. Hakuna sababu nyingine zaidi ya hiyo. Anachosema yeye hawezi kukaa hivyo muda mrefu, yeye ni mwanaume sijui, anakuwa na matamanio. Yaani kaongea vitu vingi, unajua ni vingi. Yaani nashindwa hata kumuelewa. Sijui, yani simuelewi, kusema kweli sielewi. Sijui hata nikusaidieje. Lakini mimi naona unaweza kunisaidia kwa sababu wewe mnapatana sana na Deo. Unaonaje labda ukipata nafasi ujaribu kuongea naye, pengine labda akanipa kama mtego. Nitajitahidi kama atanisikiliza. Ila nitaongeza juhudi zaidi. Nikutane naye, niongee naye. Kila kitu kitakuwa sawa. Na imani atanielewa. Mimi nashukuru kwa kunielewa na kuomba sana jaribu kuongea naye. Maana
Sina mtu ambaye nategemea anaweza kuongea naye zaidi yako. Usijali. Tajitahidi sana ila usiwe sasa hivyo. Sije kuzoea hivyo kabisa. Sawa, mimi nimekuelewa. Ngoja niende zangu ndani mara moja maana Bwana Yesu asifiwe sana fundi. Milele amina dadangu. Karibu sana. Nashukuru. Samani fundi, napoteze muda wako kidogo. Naitwa Tamari, ni mtumishi wa kanisa hapo TIG. Nakukaribisha sana, tuna kongamano kubwa ambalo litaanza Jumatano mpaka Jumapili. Tunakukaribisha wewe, rafiki zako, ndugu zako, kama una mtu yoyote wa karibu unaweza kumkaribisha. Wagonjwa, watu wasiojiweza. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Na pia ile kanisa tunajumuika na vitu vingi sana. Tunapokea vijana, watu wanaotaka kujifunza kiroho. Kwa hiyo ningependa ukaribie. Basi sawa dadangu, mimi nikutoe wasiwasi. Kwangu mimi ushanipata. Na ulivyosema na familia yako na nini, dadangu, sijabarikiwa bado kuwa na familia. Lakini like ningekuwa na familia, ningekuwa nawabeba wote mpaka kanisani. Amina. Nimefurahi kusikia hivyo. Kwa hiyo nakuomba sana kakaangu, usikose na uwakaribishe wengine pia. Kwa sababu tumetumwa duniani kwa ajili ya kutimiza ambayo Mwenyezi Mungu ameandika. Na mimi na wewe tumeumbwa kwa ajili ya kufanya vile ambavyo Mungu anataka. Mimi leo nimepata karama ya kuja kuongea na wewe na wengine. Na wewe kesho Mwenyezi Mungu atakupa karama ya kuongea na watu wengine ukazidi kukaribisha watu. Na naamini Mungu ni mwema kwako kwa sababu kuna watu saizi wako hospitalini wanaumwa, hawezi hata kunyanyuka, lakini wewe leo Mungu akupa kibali cha kunyanyuka kuja kazini ambacho unatafuta riziki. Kabisa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kuomba sana usikilize haya ninayokuambia. Basi dadangu, haina shida. Mimi nimekuelewa kama nilivyokuambia. Kwa sababu watu wengi wamepita hapa, lakini walikosa neno la busara la kunishawishi kama maneno yako. Unajua mdomo wako, macho yako yanaendana na maneno ambayo unayatoa. Yaani inaonekana ni mtu fulani mstaarabu, unajua jinsi ya kufikisha mtu ujumbe. Kwa hiyo haina shida dadangu, mimi ushanipata, nitakuja. Amina. Nashukuru sana. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na nikikuona nitafurahi pia. Amina. Sawa, basi nisikuache hivi hivi. Tufanye maombi kidogo ili Mwenyezi Mungu awe na wewe hapa. Sawa, haina shida. Haina shida. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakukabidhi kijana huyu mikononi mwako. Amen. Kwa sifa na utukufu wa jina lako. Baba, naomba utawale katika biashara yake na familia yake. Haya nilokuja kumwambia leo asiyatupe, akayashike na atendee kazi. Katika jina la Yesu Kristo. Umtendee neema, umzingire kila kona ya pembe zake. Umtawale Bwana Yesu. Bwana Yesu, naamini wewe ndio kila kitu kwake. Hakuna kitu kingine ambacho anaweza kutegemea hata kama sijui nyuma yake. Bwana Yesu, naomba usimame naye kuanzia leo. Umteketeze maadui wote waliokuwa nao katika jina la Yesu Kristo. Naomba yote haya kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Amin. Tayari Basi dadangu, mimi nashukuru kwa huduma yako. Naamini leo kweli ilikuwa ni siku njema kwa sababu nimeanza tokea asubuhi nimeokota nikajua kabisa leo kuna jambo. Na kweli Mungu katenda. Basi dadangu, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Kwa sababu hili ni eneo la kazi. Lakini huwezi jua na pale nyumbani ninapokaa wenda nikaa na maadui au kukaa na madudu pale ndani, mimi nikawa sijui. Ninyi watu ambao mna macho ya kiroho ni wepesi sana kufanya huduma hii. Mimi nilikuwa naomba uje mpaka nyumbani unifanyie huduma hii. Huenda naweza nikaikimbiza ile mikosi hapa pale nyumbani. Hilo halina shida kwa sababu Mwenyezi Mungu ametugea hii karama tuisambaze popote duniani. Haijalishi chini ya miti, kwenye miba, kwenye matope, baharini, popote pale tutatembea kulisambaza neno la Mungu.
Kwa hiyo kuhusu kuja nyumbani kwako kufanya maombi, hilo halina shida. Mwenyezi Mungu tu atujalie uzima. Utakapopata wasaa, hamna shida. Aisee, Mungu ni mwema. Nashukuru. Atupe uzima. Nashukuru sana dada. Haya, nashukuru. Nikuache. Hamna viatu nyumbani hivi na nikupe ofa nikushonee. Nashukuru. Sina. Nikiwa navyo nitakuletea. Basi sawa, karibu sana. Amina. Mwenyezi Mungu awe na wewe. Na wewe kwako pia. Hii leo ni neema kwa kweli. Mtoto mzuri kimemshawishi nini kuingia kwenye banda kama hili? Bwana Mungu wangu, nimekukimbilia wewe uniokoe na wote. Sasa nadhani umelisikia vizuri neno la Bwana. Nimesikia vizuri sana. Tunaingia kwenye maombi. Sawa. Bwana Yesu, namkabidhi kijana huyu mikononi mwako. Bwana Yesu, naamini wewe ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu, yoyote yule ambaye yuko nyuma ya mapenzi yako, Bwana Yesu, naomba udili naye. Pambana naye Bwana Yesu. Bwana Yesu, mzingile huyu kijana na nyumba yake na chumba chake. Bwana Yesu, msimamie katika kazi zake, apambane kwa mapenzi yako. Mtenganishie na vishawishi vyote ambavyo vipo kwa vijana wote. Bwana Yesu, nakuachia kijana huyu mikononi mwako. Bwana Yesu, ichichumba tawala. Bwana Yesu, mzingile kwenye mapenzi yako Bwana Yesu. Baba, hatuna kumkimbilia zaidi yako wewe. Naomba umpe moyo utakaso. Bwana Yesu, damu yako safi ambayo uliimwaga msalabani kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu, naomba imsafishe huyu kijana kuanzia leo na siku zake zote za maisha yake. Bwana Yesu, namweka mikononi mwako. Samahani mtumishi. Shindwa pepo mchafu. Basi ndugu yangu nakwambia anakuhubiria neno. Mimi basi naelewa hata anachokiongea. Nimediwa tu namwangalia. Namwambia sasa. Kweli bwana kaniletea kitu. Aisee miti. Sikufichi ndugu yangu. Licha ujana wangu wote na kukwambia sitaki mwanamke kwa sasa na nini lakini kwa yule lazima nifanye jambo. Lazima nifanye jambo. Wewe jamaa wewe nakujua kwa mambo yako wewe. Niambie. Ndio hivyo. Kwa alikuja. Alikuja. Atarudi tena lakini. Kwa hiyo hujafanya chochote mwanangu. Unaona? Licha ujana wangu wote lakini pia lazima nifanye jambo. Karaka hiyo. Mama wewe. Yaani mtoto kama ule kabisa unamwachachaji jamani. Jamani watu wote tunamtamani mtaani lakini wewe tu. Madili haya. Hayo madili haya. Unajua yule viti ni mlokole. Au sasa wauni kama sisi tushajua jinsi ya kwenda na waloko. Mlokole ashafika nyumbani kwako kabisa rafiki yangu. Sasa mtu kama yule unajua watu kama wale sio kuendea kitu papupa zaidi. Watakuona muuni kwa kikubwa ni kumsikiliza kwa makini anajua bwana hapa anaanza kufanya kitu. Na yeye hawezi kukaa mbali na wewe. Kwa sababu lazima akuchunge hakikishe usikosee tena. Na mimi ndio chako na mimi sitaki kufanya makosa kwa wewe. Rafiki yangu aisee umeniangusha. Sema nini mwanangu? Hapa hii simu ilikuwa inaita hapa mwanangu, naingia kali yako mara moja kuna mzigo na ufukuzia basi mwanangu tukijaliwa. Basi poa haina noma. Wewe usisahau basi yale mambo yetu. Haina noma. Shemeji. Shem. Samani, nakuomba. Mara moja. Nakuomba shemeji. Shemeji, unajua sije kuzoea hivyo? Yeah. Lakini ungesema kwa sababu kuna issue na wai mbele. Mimi nahitaji tuongee.
Sasa hivi. Yeah. Mimi nafikiri kama ni hilo jambo tutazungumza wakati mwingine, sio wakati huu. Kidogo tu shemeji. Tunaongea kitu yani haraka tu afu na wewe uko unapenda. Kama unaweza kusema, unaweza kusema tu hapa. Nakusikiliza. Sasa shemeji, mimi sijapenda mlipofikia wewe na dada. Mimi ngoja nikuache kwa sababu na haraka sana. Nimeongea kila kitu na dada. Na amenieleza kila kitu. Ina maana unajua? Yeah. Sasa shemeji, mmeweza toka huko. Kwani mshindwe sasa? Si muda kidogo tu umebaki. Okay. Labda nikuulize. Ungekuwa wewe hapo ungefanya nini? Sawa shemeji. Lakini sikutegemea kwamba wewe utashindwa mapema sana. Kwa wewe lakini kwa mimi nimeshindwa. Sikuishi mjane kama umeshindwa. Mimi naomba nikuache kwa sababu kuna mtu ananisubiria, nimemweka sana kule. Siwezi kukaa sana hapa. Samahani. Nilikwambia rafiki yangu, habari yako ya kuhubiria watu. Wewe ulokole gani wewe? Wewe unatoka hapa unaenda paka kwa mwanaume chumbani, Toka lini mtu akaenda kuhubiriwa chumbani kwa mwanaume? Wanaume wenyewe wale wauni. Kweli? Ndio hivyo ndugu yangu, ameshatokea. Sina jinsi. Ila naomba sana Mwenyezi Mungu anipe msimamo. Nisimame kwenye imani yangu, nisije nikateteleka nikamkosa. Sije nikamkosa Mwenyezi Mungu, nikakosa hofu ya Mwenyezi Mungu. Hilo tu ndo naliomba kwa sasa kwa sababu sikutegemea. Ndio hivyo. So siku nyingine tena utoka hapo mtu anakushawishi njoo huku na wewe tena unajipeleka. Hilo ndio funzo. Sijui umeelewa? Siwezi. Naomba sana damu ya Yesu inifunike kwa kweli. Haya. Unaenda jioni kwenye ibada? Mimi nitaangalia mwanzo. Nasema nataka nende huko mara moja. Wewe siku kwa mvivu Grace. Haya, ngoja mimi nikajiandaa hapa niende kwenye ibada maana na saa 9 sasa hivi. Muda unakaribia. Haya, karibu. Haya, Mungu akipenda. Safari njema. Kesho uende kwenye ibada. Haya, kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samahani mtumishi, samahani mara moja. Nakuomba tafadhali. Samahani. Najua nilikukwaza, lakini mimi ni binadamu. Kuja kwangu ilikuwa ni nia njema tu, lakini mimi ni shetani ambaye alinipitia. Kwa hiyo nimekusubiri hapa kwa muda mrefu ili upite niweze kukuomba samahani. Naomba unisamehe. Nimeshakusamehe. Lakini nikwambie kitu. Mimi nilikuja kwako kwa lengo zuri. Sikuja kwa malengo ambayo wewe uliyapanga. Na kuomba kama kweli umeomba msamaha kutoka moyoni, mimi nimekusamehe, sina kinyongo na wewe. Naomba achana na hizo tabia. Hizo sio tabia nzuri. Hazimvutii mtu yoyote yule. Nakuomba sana. Mkabidhi Bwana Yesu maisha yako. Sawa, ina shida na kwa dalili tojirudia tena. Haya, mimi nashukuru. Kwaheri. Samahani.
Dada, nilikutana na shemeji Deo. Leo? Wapi mtaani? Alipita. Ehe. Nimejaribu kuongea naye lakini ni mgumu kuelewa. Sijui alikuja kwangu kwa malengo gani. Yaani sielewi. Ina maana ile ndio sababu tu au kuna nyingine? Au labda unaona nimekosea? Hapana. Uko sahihi dada. Pia kwa mtihani kidogo huo kashindwa kuvumilia. Unaloliongea hata mimi nahisi ni hivyo. Lakini kwa nini Mungu anipe mtihani kama huo? Ila yote namwachia yeye kwa sababu najua riziki yangu ipo, yeye ndo anaijua. Kama sio wangu basi ataenda na kama ni wangu atarudi. Sina jinsi. Japokuwa napitia kwenye wakati mgumu. Ni kama hiyo. Ila dada usijali. Huenda unamtumainia Bwana. Basi atakuletea aliye sahihi. Amina. Usiwe mnyonge kwa sababu ya mtu mmoja. Jitahidi kumuomba sana Mungu. Na imani atakuletea aliye sahihi. Ni kweli nalongea, yani kwa sasa namwachia Mungu anipe tu subira na uvumilivu basi. Pia sipendi kukuona dada yangu kinyongea kwa sababu ya mtu mmoja. Hatari. Wewe usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Ila hapa sasa hivi nataka nikaendelee na kazi zingine huko. Wewe tulia ukae sawa. Maana umeachwa. Ni ngumu ila haina jinsi. Wakati wa Mungu ni sahihi. Huu si wa Mungu. Kwa hiyo ndo hivyo dada. Hivi Ruba mdogo wangu. Ni mara ngapi unaniletea habari ya ndoa? Alafu hizo ndoa zenyewe hata zikamiliki. Kweli mdogo wangu? Sasa dada, unajua utofauti uko wapi? Wale wa mwanzo ambao walikuwa wanakutambulisha ni watu ambao walikuwa hawajui uhalisia wa maisha yangu, kuanzia kazi na kila kitu. Yaani wengi utakuta wanakubaliana na mimi lakini mwisho wa siku wanapokuja kujua kazi yenyewe na shona viatu ile yenyewe 200 nakuta mwisho wa siku wanaishia kuniacha. Lakini sasa huyu ni mtu wa Mungu kabisa na ni mtu ambaye anajua mpaka mazingira yangu ya kazi. Amekuja pale ameona nafanya kazi gani. Umeshamwambia? Na yeye mwenyewe akakubali? Kiukweli hapana. Lakini kwa jinsi anavyoonekana ni mtu ambaye ana shida na hilo. Yaani mimi ni kauli yangu tu kwamba bwana mimi nakuhitaji uwe mke wangu. Ni hilo tu. Wewe kwa kumwangalia kwako wewe mwenyewe umeona kwamba hana shida, lakini unaweza kumpelekea hiyo taarifa ya kwamba mimi na wewe nataka tuishi wote. Akikataa utakuja tena kunitambulisha mtu mwingine. Hilo kwa kweli yani sidhani kama ni tatizo. Kwa sababu mimi najiamini mimi ni mwanaume. Nitaongea naye atanielewa tu. Nitatumia mbinu yote ile. Kwa mpaka mimi kuja kwako kuja kukuelekeza hili jambo. Yaani nimejiamini kwa asilimia zote kuhusu hilo wala halitonisumbua. Kwa hiyo umeshajiamini kabisa kwamba atakubali? 100%. Kweli mdogo wangu kabisa. Lakini ukumbuke mdogo wangu umenitambulisha ndoa nyingi, alafu hazikamiliki. Ni kweli lakini kama nilivyokuambia wale si unajua ni watoto wa mjini, ni masharobaro wale wanapenda maisha mazuri. Kwa hiyo huyu una uhakika? Huyu ni mtu wa Mungu dada. Huyu
Huyu ni mtu wa Mungu. Hata hivyo usishangae siku napita hapa mdogo wako nimevaa suti naenda kanisani. Haya mdogo wangu, mimi nakuombea dua tu lile jambo la heri. Nitafurahi sana maana shanitambulisha wengi sana. Huyu sasa ndo wifi yako wa ukweli sasa huyu. Haya, ni wewe mwenyewe kama umeamini kama atakubali. Mimi haina shida. Mkishakubaliana tutakaa, tutaelewana, tutapanga habari ya ndoa. Haina shida dadangu, haina shida. Wewe jiandae tu. Shamla lile. Nitafurahi kupata wifi. Haya sawa. Basi dadangu, haina shida. Mimi nimekuelewa kama nilivyokuambia. Kwa sababu watu wengi wamepita hapo, lakini walikosa neno la busara la kunishawishi kama maneno yako. Unajua mdomo wako, macho yako yanaendana na maneno ambayo unayatoa. Samahani, najua nilikukwaza, lakini mimi ni binadamu. Kuja kwangu ilikuwa ni nia njema tu, lakini mimi ni shetani ambaye alinipitia. Kwa hiyo nimekusubiri hapo kwa muda mrefu ili upite niweze kukuomba samahani. Mwanangu kolesi kinoma isai. Ndio hivyo ndugu yangu, mimi nishamwambia hizo. Uba wewe noma sana. Wewe ni hatari sana. Ushamwambia bi mkubwa mtoto hajakukubalia tayari ushatangaza ndoa. Upolezi kwenye maisha mwanangu. Mimi sielewi, unajua kuna wakati kuna vitu navifanya hata sielewi. Yule mtoto kanichanganya ndugu yangu. Yaani kanichanganya vibaya mno mpaka sielewi. Mwanangu sijai wewe unatisha kinoma yani. Kwa yule uko tayari kwa lolote ndugu yangu. Ila kuna vitu sister alikuwa ananiambia kila nikijaribu kutafakari. Nasema sije katokea ndo kakataa sasa yule mtoto nikaja akaumbuka. Hapo ndio nakushangaa bwana. Lakini anyway hata kama ndani ya miaka mitatu mimi nitasubiri tu ili mradi tu akae kwenye imaya yangu. Siwezi kubali kufeli pale kile si rahisi. Tungeanza kumwambia afu ndo tangaze ndoa kwa bi mkubwa kule. Binani kwa dada yako yule. Toto yule. Hali wanangu mwenyewe. Ndio yeye. Ngoja kwanza shusha pumzi. Hello. Vipi mtumishi? Mungu ni mwema kwa kweli, Mungu ni mwema. Nyumbani? Ndakuepo. Sasa hivi au? Ukitoka kanisani. Mtumishi nitashukuru sana, nitashukuru mno. Uwezi amini tokea siku ile ndani sijalala. Yaani mapepo ni yananichanganya vibaya mno, mipaka ya ajabu, sijui ni na nini. Yaani Mungu wangu mtumishi. Ama kweli Mungu anakuonyesha njia pale ambapo kuna shida. Nitashukuru sana mtumishi. Nitashukuru sana uje uniokoe kwa kweli. Sana ni nane. Basi sawa, karibu sana. Karibu sana mtumishi, karibu sana. Mungu akuongoze. Mungu akuongoze. Amen. Aya. Hatari noma bwana. Kwa mwanangu, kumbe uko na uhakika mwanangu, sio bure.
Oe. Sina muda kupoteza. Ngoja nikatandike kule ndani. Kupo ovyo kichizi sije nikaja baadaye mtoto akaja ni. Kwa hiyo hapa ndio tunayo. Wewe tulia. Karibu. Mtumishi, karibu sana. Karibu. Karibu. Jisikia huru. Karibu sana. Asante. Karibu kaa. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Jisikia huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Milele amina. Karibu. Asante sana, nashukuru. Vipi maendeleo yako hapa? Hapa bwana, kama tulivyoongea kwenye simu, si lali. Yaani humu ndani hakulaliki, misauti ya ajabu usiku mipaka. Yaani hata bora ulivyokuja kwa kweli. Sawa, hakuna shida. Kinachotakiwa ni imani tu. Lakini naomba nikwambie kitu. Naomba yale ambayo yamejitokeza mara ya kwanza yasijirudie. Tushayaongea ameisha, kina kusisitiza na kuomba yasije akajirudia. Sipendezwi na yale mambo. Labda nikwambie kitu. Unajua siku zile mpaka nakuja kuomba msamaha pale, nilimaanisha. Kwa hiyo haliwezi jirudia tena na kuahidi. Sawa. Sasa kabla hatujasoma, tuanze na maombi ili somo letu liende vizuri. Sawa. Taratibu basi unavuta kwa nguvu. Kinauma hivyo, unajua sijazichana asubuhi. Wewe nao na macho, karudia kadogo kama umekaonaje? Sijui kakuweka nani. Hofu ataniweka nani? Sijui mwenyewe. Yeah. Ni kweli ukiangalia tulipotoka
na mpaka tulipofikia leo ni hatua kweli, ni hatua ndefu sana. Niangalie. Hivi unajua Tamale ni mzuri sana. Kondo takini okay. Vitu kama hivyo tushaviongea vishaisha. Na mimi binafsi nimekusamehe kutoka moyoni. Kwa hiyo haina haja kurudia. Sasa tuongee vitu hivi. Haya, leta mambo mapya basi. Namshukuru Mungu. Basi sijategemea kama nitapata furaha kama kweli. Hilo jambo hata kwangu mimi lipo kwa sababu kiukweli kwa mazingira ambayo tulikutana na tulipofikia mpaka hivi leo. Hii ni kitu ambacho hatukutarajia kabisa. Kabisa sasa hivi mimi basi